Pingamizi la Yanga dhidi ya Rais Karia linalotajwa limepelekwa kwenye kamati ya maadili sio hila, ni vita dhidi ya haki. Haki katika misingi yake haiongi, haki inapiganiwa. Haki haiangalii nani anaipigania, inaangalia ni haki ipo katika misingi ya kisheria. Ndio maana pingamizi linapotajwa la kisheria basi naenda kupimwa katika fasili za kisheria. Mengi yanazungumzwa, mengi yanahusishwa, mengi yametajwa, ikitajwa haki ya kuratibu uchaguzi kabla ya tangazo la uchaguzi, ambako kunazungumziwa hiyo dhana ya udhamini kwa maana endorsement, lakini pia kutajwa kuwa na upendeleo wa mifumo ya kiuchaguzi kupitia utaratibu ambao unaonyesha mifumo yake kukaa madarakani ni kama inatumika kanuni ambazo hazikusajiliwa. Ukitazama kuangalia hoja zilizowekwa mezani bila kuangalia mtu wa hoja ni nani, yako mambo ambayo yanafikirisha katika mifumo ya mpira wetu kwa maslahi mapana ya mifumo ya kimpira kwa taratibu. Kama ni kweli tunao uchaguzi ambao unaweza kukaratibiwa kwa kanuni ambazo hazijasajiliwa na BMT, na kwa kuwa mtu akitokea ana hoja juu ya hizo kanuni akaonekana mtu mbaya sana, basi tupo katika kivuli karibu na umauti juu ya maslahi ya mpira wetu. Lakini kama kukawa kuna hoja juu ya utaratibu wa endorsement ambako miaka mingi imekuwa ni kama tunatumia kumwandaa bondia anayekwenda kupigana peke yake ulingoni bila mpinzani, kitu ambacho kiuhalisia kinakinzana mpaka katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 13 inayozungumzia usawa mbele ya sheria. Sasa fasili yake ni kwamba tumekubali kuna watu wanakuwa wana haki kwenye baadhi ya mambo muhimu, na nchi yetu tunakubaliana katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio grand norms, ndio sheria kuu kuliko sheria zozote. Lakini tukirudi kwa ujumla wetu sote, ni nani ambaye anaridhisha na taratibu za uchaguzi wa mpira wetu? Kama mambo yatakuwa hivi, maana yake hatuwezi kupata watu sahihi wengine zaidi ya watu ambao tuko nao kama vile jini katumwa kumuongea wanadamu. Kiuhalisia, wakati tunaangalia pingamizi imetolewa na nani, hebu tuangalie uzito wa hoja za hizo pingamizi. Binafsi siridhishwi na taratibu na michujo inayofanyika kwa wagombea wanaojihusisha na mpira. Ni kama vile mpira umeharamishwa kwa watu wengine wote ambao wana haki ya kuongoza mpira, kwa kuangalia utaratibu rafiki ambao utatoa nafasi kwa mdau yoyote wa mpira anayekizi vigezo vya kitaratibu ili awe na nafasi ya kuweza kushiriki kwenye mpira. Kwa ukitazama pingamizi la Yanga ni vita dhidi ya haki, sio pingamizi la kuangalia nani katoa. Sasa kwa bahati mbaya, mara zote na mara nyingi tumekuwa waumini wa kuangalia mtu kasema nini, sio kuangalia kilichosema ni kitu gani. Na hili ndio eneo ambalo tunakwama katika mpira wetu, tunakwama kwenye mambo mengi, tunaangalia nani kasema nini, sio kuangalia kitu gani kimesema. Kwa hivyo hilo lazima liangaliwe katika uzito. Yale malalamiko ya miaka yote, taratibu zote ni muhimu hapa. Lakini ipo hoja, mtu anakuambia walikuwa wapi siku zote? Haki haina muda maalum. Haki ni pale tu unapodhani wewe hujatendewa haki. Kwa hivyo mimi naona na ninachokitazama ni kuna namna ya mamlaka za mpira kwa maana BMT, baraza la michezo, kutazama hilo, kamati ya uchaguzi ya TFF kuangalia uzito. Kinyume na hilo, TFF haihitaji mtu, inahitaji mfumo utakao tupa watu wazuri. Sasa mambo ya kutengeneza mifumo ya kulinda watu ndio inatupa wakati mgumu kwa namna ambavyo inatumika na mamlaka hii sasa.